Naomba tuanze kwa kutoa tahadhari kidogo kwamba sisi wa Tanzania na Kenya ni damu. Diplomasia yetu na nchi zetu zinapendana. Kwa hiyo kila mtu ajue tunachozungumza hapa tunaenda kuzungumza makundi. Hatuzungumzii Kenya. Bahati nzuri rais wa Kenya sasa hivi ndio mwenyekiti wa East African Community. Ndiye ameshika kijiti hicho. Baada ya mnajua East Africa Community ilivurugika 77, baadaye ikaanza vyema mwaka 2000. Kwa hiyo sasa hivi kijiti kimeshikwa na Rais Ruto, rais wa Kenya. Kwa hiyo Rais Samia na Dr. Samia na Ruto ni marafiki, ni marais wa jumuiya zetu za Afrika Mashariki na Kati, na wanapendana, na nchi zote zinafanya kazi kwa mujibu wa mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati. Mikataba yetu mnajua paka sasa hivi tuko kwenye ushuru wa forodha, masuala ya kibiashara. Jumuiya yetu haijafika kwenye political federation. Na nafikiri waandishi wa habari mnajua sisi hatujafikia kwenye political federation. Sasa hivi bado tuko kwenye masuala ya kuweka mikakati mizuri ya forodha kule mipakani na kwenye viwanja vya ndege na kwenye bandari zetu kama inawezekana, lakini vile vile tumeweka masuala mazuri ya kibiashara kwenye jumuiya zetu na masuala ya kazi, lakini bado hatujafikia masuala ya kisiasa, currency na vitu kama hivyo. Kwa hiyo diplomasia yetu sisi ni diplomasia ambayo tunaheshimiana. Shida ni kwamba kilichotokea mwaka 2007 Kenya ndicho kinakuja kureflect kwetu hapa, na baada ya Rais Ruto kushika madaraka. Martha Karua kila mwandishi anamfahamu. Martha Karua ndiye alikuwa mwenyekiti wa NAC, chama kilichokuingiza madarakani mwaka 2007 Rais Mwai Kibaki. Naye ndiye alikuwa mwenyekiti. Na machafuko mliyoshuhudia Kenya, watu zaidi ya 1000 waliuawa pale Kenya kwa sababu ya Martha Karua, na watu zaidi ya 600,000 walikimbia, walikuwa hawana makazi Kenya ni kwa sababu ya Martha Karua. Lakini kubwa ambalo mnajua, Kenya imevamiwa na taasisi za NGOs ambazo zinasaidiwa mabilioni kwa mabilioni. Nyingine zilikuja Tanzania hapa famous sijui nini, zikazuiliwa, zikaondolewa. Tanzania hakuna gap, walijaribu kwenda kule Arusha ikashindikana, hata kwenye mgogoro wa Ngorongoro wakaenda tena wakafanya seminar, tukawashtukia wakafurumushwa. Lakini Kenya wameweka ofisi zao ziko Kenya kabisa, wale ambao wanaongozwa na wakina Martha Karua na yule mwanasheria wao wa serikali mstaafu, jaji mstaafu wa Kenya, lakini na baadhi ya wanaharakati ambao umeona wamekuja Tanzania. Kwa hiyo sisi Tanzania tunasema na bahati nzuri umetoa mwelekeo, rais wetu amesema mwelekeo, na amewapa Wizara ya Mambo ya Nje utaratibu wa mtu namna ya kuingia nchini kwetu. Kwa hiyo mimi ninachosema, zile taasisi ambazo zinaongozwa na wakina Martha Karua, lakini na Mtanzania mwenzetu Maria Sarungi, ambaye yeye anatamani taifa letu lipigane. Na ndio maana ninyi waandishi wa habari, na ili mlifikishe, mtu amefiwa na babake mzazi kwa sababu ya hela za kishoga, ameshindwa kuja Tanzania kumzika babake mzazi. Profesa Sarungi amefariki. Hamkumuona Maria Sarungi anakuja nchini. Hajaja nchini kwa sababu ya US dola 760 ambazo ameingiziwa na NGOs za ovyo kutoka mataifa ya nje kwa ajili ya kuendesha harakati zake za kishoga. Inatengenezwa majina mazuri, sijui haki za binadamu, sijui nini. Lakini mnajua kabisa leo tunaona kuna vijana wa Kenya wanalishwa mirungi, wanalishwa bangi, wanaenda ubalozi wetu. Lakini kiuhalisia wale si wa Kenya, ni watu wachache ambao tunawashauri wangeenda Lamu. Mnajua Kenya pale, ile eneo la Lamu limeshindikana na kuna ujambazi wa kutupwa. Kwa hiyo ningewashauri wale kina Martha Karua, badala kwanza kwenda nchi za wenzetu, wangeanza na Lamu ambayo ina machafuko, ina fujo, ina shida, ina masuala ya kishoga, watoto wanaharibika. Na mnaona leo viongozi wa dini wanalalamikia kuhusu Lamu, wanazungumza namna masuala ya hovyo, vijana wanawalaitiwa Lamu. Wangeenda kushughulika masuala huko ya Lamu. Lakini vile vile na washauri wa kina Martha Karua na Maria Sarungi na taasisi zao hizo na wazungu, wangeenda kusaidia Goma na Bukavu. Watu wa Kongo wanakufa kwa sababu ya kusherekea M23. Hapa Tanzania tarehe 23 mwezi wa 5 May 23 ndio ilizinduliwa M23. Leo nawaambieni
Ile M23 ambayo mnaiona Goma na Bukavu inachafua, Wakongo walikuwa wanashangilia tu, wanashangilia kama hizi no reform no election sijui, wanashangilia, wanaona kitu cha kawaida kwa sababu ndio imetokea. Wameenda sasa hivi Wakongo wanalalamika, wanaomba serikali wazuie M23 kwa sababu wanatembea zaidi ya kilomita 20 kutafuta makazi. Wananchi ilianzia wapi? Machi 23, Machi 23. Ilianzia wapi? Ilianzia Goma na Bukavu hapo. Wale wanaharakati walikuja wakawaambia maneno mazuri, matamu, hatuendi kwenye uchaguzi mpaka tufanye reform pale Kongo. Wakaenda kuzindua harakati zao tarehe 23 mwezi Machi M23. Waliofanikiwa kuzindua ile M23 wakaingia barabarani. Wametafuta harakati wakafanikiwa kukomboa Goma na Bukavu. Wamepiga serikali, viongozi wa serikali sasa hivi Goma na Bukavu apakaliki. Wale waliokuwa na washangilia, wale Wakongo waliokuwa na washangilia M23 ndio leo wanaumia. Watoto wao wanauawa, wanawake wanauawa, wakina mama wajawazito wanapata shida, vijana wanauawa. Ndio maana sisi wa Tanzania leo unapotuona tunashughulikia kuhusu amani ya taifa letu tunajua, na ndio maana wale viongozi wa M23 watoto wao wako nchi za nchi. Yaani wote. Na ndio maana wao wanastarehe, watu wanakufa kwa sababu wametuma vijana kuua watu. Leo Tanzania tunamwambia Maria Sarungi mwenye taasisi yake pale Kenya anajidanganya Change Tanzania ambayo inachukua pesa nyingi kutoka kwa wahisani, ambaye mwisho wa siku waandishi mkitaka tutazitaja hizo taasisi, hizo sio shida sana. Leo wanamuunga mkono Tundu Antipas Lissu ambaye na yeye amezindua no reform sijui no nini election, wao washiriki kwenye uchaguzi. Lakini watoto wa Tundu Lissu, nataja hapa, nasema kabisa, na waandishi wa habari mpelekeni ili wakane. Watoto wa Tundu Lissu ana watoto wawili tu wa kiume, ambaye mtoto wa kwanza anaitwa Edward Bulai Tundu Lissu, Edward Bulale Tundu Lissu, na mwingine anaitwa Agostino Tundu Lissu. Watoto wawili wa kiume, wote ni raia wa Marekani na wote wanaishi Marekani, watoto wawili wa Tundu Lissu. Lakini mke wa Tundu Antipas Lissu yuko Ubelgiji, ambaye ni shemeji yake Heche. Mke wa Lissu ni Mkuria, Alicia Magabe, mtoto wa Mzee Magabe. Mzee Magabe ndio alikuwa kwenye migodi ya Nyamongo, ndio alikuwa na migodi mikubwa. Ninyi waandishi wa habari huwa mnadanganyana, na nawasikia mnasema Tundu Lissu alikuwa anatetea haki za wachimbaji wadogo wa migodi Nyamongo. Sio kweli. Tundu Lissu alikuwa anamtetea baba mkoo wake, alikuwa na mashimo ya mgodi yenye wachimbaji wadogo pale Nyamongo. Baba yake Alicia Magabe ambaye yuko Ubelgiji. Kwa hiyo familia ya Lissu yote iko Ubelgiji. Na mnajua sponsor mkubwa wa makampuni yanayosponsor masuala ya ushoga yanatoka Ubelgiji. Na nchi nyingine ambayo sponsor mkubwa wa masuala ya ushoga inatoka Canada, ambayo God bless Lema, familia yake yote iko Canada. Kwa hiyo jamaa wanataka kutuwin wa Tanzania, na ndio maana mnamuona Lema kila anapotembea anasema nyema Tanzania wazwazwa, amtusaidii, amtuungi mkono kwenye harakati hizi, ingeni barabarani ili wapigwe wauawe, ili wavunjwe miguu. Watanzania sio mazezeta, Watanzania wamekataa kupigana. Na ndio maana Lema anasimama anasema timu za Simba na Yanga zinatakiwa zifutwe, kwa sababu Watanzania wengi wanaingia kwenye ushabiki wa mpira baadaye kuingia kwenye masuala ya siasa, ili Watanzania wafe, ili Watanzania tuuane. Na ndio maana nawaambieni hizi taasisi kwa jicho wanaangalia nchi pekee iliyobaki ya amani na utulivu ambaye haisumbuliwi Afrika Mashariki hii na kati tuseme ni Tanzania. Nchi tulivu, rais wake kama Kombo alivyosema, ana chochote anachosema dunia inamsikiliza. Mmeona marais wanabadilishana Finland, mnaona marais nani hapa wamekuja juzi Msumbiji, mmeona rais wa nani ametoka hapa juzi Namibia kwetu hapa nchini. Kwa hiyo marais wanapishana ni kwa sababu rais aliyoko Tanzania amenyoka. Na bahati nzuri mnaona miradi yote mikubwa mama yetu amemaliza, na mnaona vituo vikubwa vya afya vimejengwa, dispensary zimejengwa, vitu vingi na miradi mikubwa amemaliza. Kwa hiyo ndio maana nasema sisi wa Tanzania tunachohitaji kikubwa ni maendeleo. Tunachohitaji na rais wetu atujengee maendeleo na kutuletea vitu kama hivyo ambavyo sisi wa Tanzania ndio tunavihitaji. Lakini masuala ya kugombana, masuala ya kutuletea ushoga na masuala ya vita hatutaki. Na ndio maana tunamuonya Martha Karua. Lakini vile vile mwambieni Martha Karua hivi, kila taasisi na utaratibu wake. Sijazungumzia nchi. Kila taasisi na utaratibu wake. Sasa kama taasisi ya chombo chako wewe cha
habari ina utaratibu. Hata mimi siwezi nikavamia nikaingia. Leo Martha Karua anatoka Kenya anaingia Tanzania. Yaani Tanzania haina utaratibu. Lazima kila mwanaharakati activities wanaotaka kuja nchini wafate taratibu. Zipo taratibu za kuingia nchini, na una uwezo wa kwenda mahakamani. Una uwezo wa kwenda Wizara ya Mambo ya Nje wakakupa kibali, unaweza kwenda Wizara ya Mambo ya Ndani wakakupa kibali, ukaenda mahakamani ukafuatilia. Lakini bahati nzuri mmemsikia nyuma Martha Karua before kwenda mahakamani alikuwa anamzungumzia rafiki yake Tundu Antipas Lissu, ambaye mnajua baada ya ajali yake ya kujitengenezea aliondoka kwenda Kenya, Nairobi, ametoka ameenda Ubelgiji, baadaye amerudi anautaka urais. Tanzania hatuna urais wa hivyo. Tanzania kuna urais wa utaratibu. Na ndio maana hii no election japo ilikuwepo, lakini mwisho wa siku baada ya kuona wametandikwa kwenye serikali za mitaa, uchaguzi wa serikali ya mitaa, uchaguzi umefanyika kwa amani na utulivu, uchaguzi umekuwa uhuru kila sehemu, na bahati nzuri wengine tumeshiriki. Sasa wameona 98% wanafanyaje. Kwa hiyo wameamua kutengeneza vuguvugu. Bahati nzuri mimi niwaambie waandishi wa habari, nilikuwa kule miaka 13. Mimi nilikuwa kiongozi wa Chadema na nilifikia level ya mwenyekiti wa Chadema vijana mkoa wa Dar es Salaam, kanda, tunasema kanda, lakini nimefikia mjumbe wa baraza kuu. Mjumbe, mlisikia baraza kuu. Mimi nilikuwa mjumbe wa baraza kuu. Kwa hiyo najua kila kitu kinachoendelea. Wale Chadema wanasema hivi, wakifanya tukio lolote na serikali wanaenda pamoja, lakini wanatakiwa kabla halijafika mwisho waikwamishe serikali ili ionekane serikali ndio mbovu, kwa sababu wanajua wanawashabiki mitandaoni, wanawashabiki ambao wanawashabikia wenye nguvu kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ndio maana kwenye bunge la katiba wakati wana move wanafika mwisho kukamilisha katiba, wakatoka nje wakaanza kuataki serikali. Na ndio maana nawaambieni haya mambo yote, na serikali ijue haya mambo yote, hata wafanyeje, hata wawabebeje, wanatakiwa tu wanawe kama hivyo wamesema no election, wakae pembeni, maisha ya Tanzania yaendelee, tufanye uchaguzi. Vipo vyama, kuna Chauma tunaiona inakuwa kubwa, kuna ACT Wazalendo vitaingia kwenye uchaguzi, na Mungu inshallah atatusaidia na tutashinda. Kwa hiyo mwisho naomba niwaambieni hivi, leo nimemsikia rais wetu amezungumzia kuhusu uzalendo. Ni kweli, huwezi kuwa mzalendo mtumishi wa umma unatoa nyaraka za serikali. Haiwezekani. Haiwezekani. Ni utovu wa nidhamu. Unajidai mzalendo eti kwa sababu unataka kumchafua rais. Huwezi kumchafua Rais Samia hata kidogo. Yaani Rais Samia image yake mmemchafua muda mrefu, lakini mwisho wa siku Profesa Janabi ameshinda kwa kishindo. Kura 33 kati ya 44. Yaani mmemchafua lakini ameshinda kwa kishindo. Sasa mnasemaje huko kwenye diplomatic duniani ya kubariki, wakati mataifa makubwa yanakuja kutembelea nchi hii, wakati viongozi wa Afrika wanatembelea nchi hii, wakati tunaopeleka mgombea yoyote. Kenya wamejaribu kupeleka mgombea wao Raila Odinga, amepigwa. Lakini wa Tanzania tumepeleka Janabi baada ya kifo cha marehemu Ndugulile. Tumeshinda kwa kishindo. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, sisi tuko hapa, diplomasia yetu na Kenya ni kubwa na tunaiheshimu Kenya, tunaheshimu nchi za Afrika Mashariki na Kati, na bahati nzuri William Ruto ndio mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati, na viongozi wetu wanaheshimiana. Na hao viongozi wakubwa wana magrupu ya WhatsApp, tusidanganyane huko. Sio wamesema hivi, uongo mtupu. Rais anawasiliana na marais wenzake kama mimi ninavyowasiliana na marafiki zangu, kama waandishi mlivyo na magrupu ya WhatsApp ya waandishi wa habari, na marais nao wana magrupu yao ya WhatsApp. Kwa hiyo wanawasiliana na wanajua mambo yanaenda vizuri.